sisi tutakote tunatamani kutana Yanga kwa sababu kwa mpira huu Yanga hana mpira wa kutisha mtu. Mwezi ujao mwezi wa 11 kama sio mwezi wa 12 tutakutana na Yanga kwa mechi ya ligi kuu. Na leo nimekuja kumuona nione udhaifu wake na ubora wake uko wapi. Lakini nampisha huyu. Kama unashuti simu ya mwenzako. Pamoja na kwamba amefuzu kwenda kwenye mechi stage lakini ameondoka hawana sawa. Kwa sababu mpira wa mchezo ni wa kiwango cha timu. Hawa Simba United ni timu ndogo. Angalieni nyingine Google umetafuta wapi kwenye ramani ya mpira wa Afrika Simba striker iko wapi? Hao Yanga wameshinda timu ndogo, wametoa timu ndogo kwa kuingiza watu kule. Sawa, Mohamed, nyinyi ni watu ambao mnafuatilia mpira. Simba ya kwanza timu kubwa kupigwa na timu ndogo. Pengine labda mchezo wa leo kulingana na sababu utizama uliweka katika mizania yako kutoka na magoli mengi pekee ama hii hapa tumetokea ni sehemu ya mchezo tu. Mimi nilikuwa natarajia Yanga anaweza kufungwa au akashinda yote kwa sababu Simba striker nao ni timu bora. Leo ukiangalia mwalimu Mabeda, Patrick Mabeda amekuja na approach nzuri ya kumzuia Uchizi Vunga akicheza mpira ambao alicheza mechi ya kwanza. Ukimwangalia Uchizi Vunga eneo anacheza na kiungo hakuwa na athari kubwa kwa sababu ndio mtu ambaye klabu ya Yanga wamemfanyia homework kubwa kumzuia asicheze mpira ambao ameuzoea ili kuifanya eneo la kiungo kuwa hai kwa upande wao. Ndio maana eneo ambako anahudumu Mudasiri haya Duke Abuya ilikuwa bora sana kwenye eneo la kiungo. Leo ingawa second half walidominate mchezo kwenye eneo la kiungo pamoja na eneo la defense. Defense ilikuwa na relax. Ni vile tu uwezo binafsi wa Pacome Zouzoua pamoja na Dickson Job ndio umeamua mechi leo. Otherwise tukiangalia Yanga kama imecheza kitimu leo haikuwa hajacheza kitimu kabisa. Imecheza individualism. Ni uwezo binafsi ndio umeamua matokeo leo. Lakini sio ile collective factor kwamba timu binafsi manake timu unaijenga kuanzia nyuma kuja katikati ili mbele na kupata ushindi hapa. Ndio maana leo unaona kelele nyingi za mashabiki wanapiga kelele wa mtoe Dube, wanapiga kelele wa mtoe Zouzoua. Pacome aliomba sababu kama unakumbuka. Mwalimu akaanza kumtoa kwa sababu ndio alikuwa ni mchezaji mwenyewe ambaye tumainiwa wa Coastal. Kama angetoka maana yake wale jamaa wanaweza kukurudisha goli. Lakini unaona mchezaji kama Mudasiri haya hajamaliza mchezo. Amepata ile tunasema muscle fatigue, amepata muscle cramp, amepata msuri, ameweza kupa saba kutoka nje. Kwa leo kama Prince Dube angekuwa na mshambuliaji hatari kama tunao Simba, manake hapo anapiga goli 7 leo. Nafasi makosa Dube ni nafasi 4 za wazi. Ambazo mchezaji kama Selemani Mwalimu, Jonathan Soa zote wanaweka kama hizo. Pengine Dr. unahisi nini kila msimu sana Prince Dube? Prince Dube na mshauri aendelee, ni bora angebaki kule kwenye kanisa kuendelea kuomba. Wakati amesajiliwa na Yanga, tulimwona kanisani anaombewa na wachungaji. Ni bora angebakia kule. Lakini alipogeuka tena kwa mila zingine akapewa masharti ya kunyoa kipara ndio hapo amepotea. Amenyoa kipara kwa masharti ya mganga kwa amepotea kabisa. Ni bora angebakia kanisani kule ambako anaombewa dua na anafanya vizuri. Lakini sasa hizi unaona yeye na goalkeeper, goli haina mtu, anapiga juu. Leo Yanga unaona hapa kama leo sijafuzu hapa ilikuwa hatari. Nzuri. Watu wanataka sana lakini unaona Prince Dube nafasi 4 za wazi anakosa ambazo mtu kama Jonathan Soa hizo nafasi ya kosi. Mtu kama Selemani Mwalimu na kosi za nafasi. Sawa, Dr. Wa Yanga Afrika wageuke kuwa mtaji kwa klabu yao. Waichangie klabu yao. Watoe pesa kuilipa klabu ya Yanga ili isajili wachezaji wazuri, iboreshe kikosi, itoe bonus kwa wachezaji na ilipe mishahara. Fikiria leo watu hao wote wangelipa shilingi 5,000 maana yake Yanga ingepata pesa nyingi. Mimi binafsi sitamani kuona watu wanaendekeza kaburi. Ndugu yangu niko Yanga juzi nikamsikia anaomba paka pilau, anaomba supu, anaomba ubwabwa, mechi kisha GSM ampe paka pilau. Sio jambo jema. Kazi ya shabiki duniani ni kusupport klabu yako kwa pesa. Maana yake ulipe kiingilio klabu yako ipate mapato ya kuiendesha kwa sababu sehemu ya gate collection ndio njia mojawapo ya mapato ya klabu yako. Kwa kupata mapato kupitia wanachama ndio kitu hii kama mashabiki, lakini sio bure. Mimi si entertain bure, siwe mwisho. Klabu kubwa kama Yanga kuingiza bure wa mashabiki ni aibu. Sifa za kuingiza bure mashabiki ni klabu ndogo kama Azam na Singida. Dr. Mo, yes. Vipi kocha huyu umemwonaje? Huyu kocha huwezi kusema ni mzuri kwa sababu hata mpira unaocheza leo sio mpira wa kuvutia. Leo Yanga imeshinda kwa uwezo binafsi wa wachezaji. Manake uchezaji mmoja sio collective factor au approach ya mwalimu. Ukiangalia hawa Simba striker pamoja na dogo wao walikuwa nao leo, lakini waliweza kuwaprotect Yanga wasicheze mpira ambao wameutarajia. Mashabiki wengi leo walifikiri Yanga atashinda bao 5 mpaka bao 7, lakini imekuwa vice versa. Is it true?
Ndio maana unaona dakika za mwisho hapa watu wameweza kuhamaki kiwanjani, maanake hata Mwalimu Mabeda bado anahitaji muda kuizoea Yanga Afrika na wachezaji alionao ili aweze kuingia kwenye mfumo mzuri ambao anaweza kupata matokeo mazuri zaidi ya. Bwana, shukrani. Kila la heri.